Samia Suluhu aonyesha chuki na dharau kwa aliyekuwa rais wa nchi ya Tanzania John Pombe Magufuli baada ya kwenda kinyume ya hatua hii. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Mshtuko mkubwa unaoendelea kuitikisa Tanzania leo hauko kwenye mitandao ya kijamii pekee, bali kwenye mwelekeo wa maamuzi ya juu yanayogusa moja kwa moja hazina ya taifa, rasilimali zake na mustakabali wa kizazi kijacho. Na katika nchi ikiingia katika awamu mpya ya uongozi, ishara zinazojitokeza zinaonyesha mpasuko unaoongezeka kati ya sera kali za ulinzi wa mali za umma zilizowahi kushika kasi chini ya utawala wa Daktari John Pombe Magufuli na mwenendo unaotafsiriwa na sehemu ya jamii kama kulegea kwa misingi hiyo katika kipindi cha Rais Samia Suluhu Hassan. Ili si suala la kumbukumbu ya kisiasa, bali ni mjadala unaogusa umiliki wa rasilimali, uwazi wa mikataba na nafasi ya wananchi katika maamuzi yanayofunga mustakabali wa taifa. Na katika uongozi wa Daktari Magufuli kulijengwa simulizi thabiti la uzalendo wa kiuchumi, na serikali ilijipambanua kama mlezi mkali wa hazina ya kitaifa, ikitangaza vita dhidi ya ubadhirifu, mikataba kandamizi na mianya upotevu wa mapato. Hatua mbalimbali zilichukuliwa kudhibiti sekta za madini, nishati, miundombinu na mali za umma. Msingi wa sera hizo ulikuwa dhana kwamba rasilimali za Tanzania ni dhamana ya vizazi vya sasa na vijavyo, na kwamba faida zake lazima zionekane kwa wananchi wengi badala ya kunufaisha makundi machache yenye mtaji wa ushawishi. Msimamo huu uliungwa mkono na sehemu kubwa ya wananchi waliokuwa wamechoshwa na historia ndefu ya mikataba tata sasa katika sekta ya madini na nishati iliyokuwa ikitajwa mara kwa mara katika ripoti za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Na katika muktadha mpana wa Afrika, Tanzania ilionekana kujiweka katika mkondo wa nchi zilizokuwa zinajaribu kurejesha mamlaka juu ya rasilimali zao, ikifuata nyayo za mjadala wa kimataifa kuhusu haki ya mataifa maskini kunufaika na utajiri wake wa asili. Hata hivyo, baada ya mabadiliko ya uongozi, mjadala mpya umechukua nafasi, na chini ya Samia Suluhu Hassan, serikali imeweka mkazo mkubwa kwenye diplomasia ya uchumi, ufunguzi wa nchi kwa uwekezaji wa kimataifa na kurekebisha mahusiano ya wahisani na taasisi za fedha za kimataifa. Hatua hizi zimeelezwa kama muhimu kwa kufufua uchumi na vilevile kuvutia mitaji ya kurejesha imani ya kimataifa. Lakini sambamba na hilo, sauti za tahadhari zimeongezeka, zikionya kwa mwamko huo unaweza kuja kwa gharama ya kulegeza ulinzi wa hazina ya taifa ikiwa uwazi na uwajibikaji vitasahaulika. Kiini cha mjadala huu kilenge kupinga uwekezaji au ushirikiano wa kimataifa, na Tanzania kama ilivyo nchi nyingine za Afrika Mashariki inahitaji mitaji, teknolojia na masoko ya kimataifa. Tatizo linaloibuliwa na wadau mbalimbali wa uchumi na jamii hii ni namna maamuzi hayo yanavyofanywa na nani anayenufaika. Kwa kiwango kikubwa, historia ya nchi inaonyesha kuwa mikataba inaonyesha uwazi na mara nyingi huzaa migogoro ya muda mrefu, hasara za mapato na kutoaminiana kati ya serikali na wananchi. Na katika kipindi cha nyuma, mabadiliko ya sera katika sekta ya madini yalifanyika kwa kasi, yakilenga kurejesha mapato yaliyokuwa yakipotea. Hatua hizo zilipingwa na baadhi ya wawekezaji na kuzua mvutano wa kidiplomasia, lakini pia zilijenga taswira ya serikali isiyo tayari kulegeza msimamo wake kuhusu umiliki wa rasilimali. Katika mazingira ya kikanda, nchi jirani kama Kenya na Uganda zimekuwa zikikumbwa na changamoto zinazofanana, ambapo mikataba ya rasilimali na miundombinu imekuwa chanzo cha mjadala mkali wa umma na mara nyingi maandamano. Na katika baadhi ya matukio, shinikizo la wananchi na mashirika ya kiraia limepelekea mikataba kufanyiwa marekebisho au kufutwa. Tanzania kwa muda mrefu ilijipambanua kama nchi yenye uthabiti na udhibiti mkali wa mali za umma, na hilo ndilo lilofanya mabadiliko yoyote yanayoonekana sasa yanazidi kuvutia macho ya ndani na nje ya nchi.
Mashirika ya haki za binadamu na uwazi wa kiuchumi katika ngazi ya kikanda na kimataifa yamekuwa kisisitizo muhimu wa ushiriki wa wananchi katika maamuzi makubwa ya kiuchumi. Ushiriki hauishi kwenye uchaguzi pekee, bali unahusisha upatikanaji wa taarifa, majadiliano ya wazi kuhusu mikataba na uwajibikaji wa viongozi wanaotia saini maamuzi yanayogusa mali za taifa. Na katika historia ya Tanzania, vipindi ambavyo wananchi waliondolewa kwenye mchakato wa maamuzi vimeacha majeraha ya muda mrefu katika imani ya umma. Wanaunga mkono kulindwa kwa misingi ya awali ya uzalendo wa kiuchumi, wanasisitiza kuwa sera nzuri hazipaswi kubadilishwa kwa misingi ya muda mrefu au shinikizo la nje. Wanatilia mkazo kwamba maendeleo ya kweli yanahitaji mizizi imara inayohakikisha kuwa umiliki wa rasilimali muhimu unabaki mikononi mwa taifa au unadhibitiwa kwa manufaa ya wengi. Na bila misingi hiyo, ukuaji wa uchumi unaweza kuonekana kwenye takwimu, lakini ukashindwa kubadilisha maisha ya wananchi walio wengi. Na katika mjadala huu, jukumu la uwazi linajitokeza kama kiini cha kila hoja. Serikali inayojenga imani haina sababu ya kuficha mikataba au maamuzi makubwa ya rasilimali, na uwazi huondoa hofu, punguza uvumi na huimarisha uwajibikaji. Kinyume chake, ukimya wa taarifa finyu huacha nafasi kwa mashaka, migawanyiko na hisia kwamba hazina ya taifa inafanyiwa maamuzi bila ridhaa ya wananchi. Mwelekeo wa sasa unaweka Tanzania kwenye njia panda muhimu. Kwa upande mmoja, kuna fursa ya kutumia diplomasia ya uchumi kuleta mitaji ya teknolojia, na kwa upande mwingine kuna hatari ya kurudia makosa ya kihistoria ambapo rasilimali zilitumika kama dhamana ya maendeleo ya wengine, huku taifa likibaki na faida haba. Historia ya Afrika ina mifano mingi ya nchi zilizoshindwa kusimamia vyema utajiri wake wa asili, na Tanzania imekuwa ikijaribu kujifunza kutokana na mifano hiyo. Mwisho wa mjadala huu hauko kwenye kumbukumbu za utawala uliopita wala sifa za uongozi wa sasa, bali uko kwenye mustakabali wa taifa. Ukimya wa wananchi, hofu ya kuuliza maswali ya msingi na kutojali kwa viongozi vinaweza kufanya Tanzania ipoteze polepole udhibiti wa hazina yake, na madhara yake hayataonekana mara moja, lakini yatajitokeza katika pengo la kiuchumi, migogoro ya kijamii na kizazi kitakachokuja kuhoji kwa nini rasilimali zilipotea wakati kulikuwa na nafasi ya kuzilinda. Na Tanzania inahitaji maendeleo, lakini zaidi ya yote inahitaji ujasiri wa kulinda hazina yake kwa uwazi, uwajibikaji na uzalendo wa kweli, kabla mwelekeo wa sasa haujawa urithi wa kudumu usioweza kurekebishwa.